Halo, habari. Karibu katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri ya mateso ya kuzimu. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Amos akiwa anaongea na yule mtoto ambaye amefanana na yeye mwenyewe, akiwa anamwambia sasa kwamba nahitaji kuonana na wazazi wako. Lakini ghafla, kabla hata hajajibiwa chochote na yule mtoto, ghafla ikasikika ngurumo za ajabu nyuma yao. Sauti zile zilitokea msituni. Ilikuwa ni ngurumo za moshi ule wa ajabu. Ngurumo zile zilizua kizaazaa katika kijiji hicho. Kila mtu alikimbia. Baadhi ya wazazi wakakimbilia katika uwanja ule wa mpira kwa ajili ya kunusuru maisha ya watoto wao. Ilikuwa ni heka heka, kufumba na kufumbua. Mara mwanamke mmoja ambaye hakujulikana alikotokea aliwasili pale alipokuwa yule mtoto mwenye kuitwa Amos na kumnyakua kama kifaranga. Amos naye akachanganyikiwa, alichanganyikiwa kwa mambo mawili. Mosi, kwanza ni ile ngurumo ya moshi ule wa hatari. Pili, mtu aliyemnyakua mtu yule alifanya tukio lilo alikuwa ni mama yake mzazi kabisa aliyemchukua yule mtoto, Bi Greta Shangwera. Na mtoto aliyebebwa na mwanamke yule alikuwa ni yeye mwenyewe Amosi. Basi taharuki kubwa iliendelea kuonekana katika mji ule. Kelele za woga na tahadhari kwenye kijiji kile zilisikika. Ngurumo za kutisha zikitokea ndani ya msitu zilizidi kurindima. Mambo yote hayo hayakufanya ile tahadhari ya Amosi kuondoka. Bado aliendelea kuduaa mauzauza yale. Vipi ajione mara mbili? Yaani ajione yeye angali mdogo akiwa mikononi mwa mama yake. Mama ambaye alifariki siku kadhaa zilizopita. Kabla ya kutokea kwa ajali ya ndege ya mwili wake na umetoweka. Kimbia wewe utakufa, mtu mmoja alimbwatukia. Akili ya kijana yule ikazinduka. Ufahamu wake ukatoka katika ututusa. Wakati huo wale watu waliokuwa wakiwakodolea macho walipotea katika vijumba kidogo cha makuti. Walisalia watu wachache ambao nao walijitoma na kuingia kwenye nyumba au vyumba vyao na kukomea milango akafunga kabisa. Hali iliyoonyesha ni kama balaa lile lilikwishazoeleka kabisa. Amosi alikuwa akitimwambia huku akiangalia ni sehemu gani angeweza kujibanza. Mbele yake akaona nyumba. Watu kadhaa walikuwa wakijitoma wanaingia haraka upesi, na yeye akakimbia na kuingia ndani. Mlango ukakomewa. Giza ndani ya kijumba likatamalaki. Ukimya ukachukua hatamu. Hakuna kilichokisikika pale zaidi ya zile sauti za ngurumo zilizotokea msituni. Kadiri sekunde zilivyozidi kuyoyoma, ndivyo sauti za ngurumo zilivyokisogelea kijiji. Amos akazidi kujikunyata. Picha za jamaa zake kifo cha kinyama ndani ya msitu ikawa inajitengeneza kichwani kwake. Ngurumo zikakivaa kijiji, ikawa ni kama mithili ya helikopta inayoshuka kwa kasi katika uwanja. Amos akaendelea kujikunyata. Dakika chache baadaye, mara sauti zile zikatulia. Ilikuwa ni ghafla. Yaani, ni kama vile umeme ulikuwa ukiendesha kadhia ile umekatika pa. Dakika 5 baadaye, mchakato wa nyayo za mtu zikasikika. Imeondoka, mtu mmoja alisema. Una uhakika? Mtu mwingine akahoji. Amosi akabaki kimya. Mambo yale yalikuwa ni mapya kwake. Dunia gani hii? Akajiuliza kimoyomoyo. Mtu mmoja alifungua mlango, mwanga ukakivaa chumba. Watu 6 waliokuwa ndani ya chumba kile wakajitoa mafichoni. Wewe ni nani? Sauti moja ikamuuliza. Baada tu ya yeye kutoka nje ya kijumba kile, akageuka, akakutana na sura ya mwanaume wa makamo. Naitwa Amos. Wewe ni mgeni hapa? Ndiyo. Umetokea wapi? Mimi ni moja ya wahanga wa ajali ya ndege ya Panasonic Airline. Tumeanguka siku 3 zilizopita huko ufukweni. Watu wengi wamekufa, hata wale waliokuwa wamebahatika kunusurika wamekutana na shambulio baya sana ndani ya msitu. Amosi alisema. Mzee yule alionekana kukanganywa na hadithi ile aliyopewa. Akamkazia macho akamwambia, njoo huku.
Akamuongoza hadi kwenye nyumba moja ya bati. Ilikuwa nyumba nzuri kuliko zote zilizokuwa katika kijiji kile. Aliingia ndani ya nyumba ile. Muda mfupi baadaye akatoka akiwa ameongozana na wazee wawili na vijana watatu. Vijana wale walikamata silaha za jadi. Macho ya Amos yalipoangalia nyuso za wanaume wale vijana, akajikuta katika taharuki nyingine kubwa. Kaona oho. Miongoni mwao alikuwemo baba yake Mikidadi. Ajabu, katika nyakati zile alionekana kuwa ni kijana wa miaka 29 au 33. Macho yakamtoka pima. Akabaki akimwangalia kijana yule ambaye kimsingi alikuwa ni baba yake mzazi. Akamwangalia kwa mshangao mkubwa. Mtu mwenyewe ni huyu. Mwenyeji wake aliambia ile timu aliyotoka nayo nje. Hujambo? Mzee mmoja alimwongelesha huku akimwangalia kwa jicho kali. Si jambo, akajibu huku akimwangalia baba yake ambaye wa Saule alionekana kijana. Unasema unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Amos Mikidadi, alisema kisha akaendelea. Nilikuwa natokea Marekani naelekea Tanzania katika mazishi ya mama yangu Bi Greta Shangwera. Kauli ile ikaibua mshangao mwingine kwa watu wale. Lakini zaidi alikuwa ni Mikidadi. Unasema nini wewe? Watu wote wakauliza kwa pamoja. Amos akarudia tena kujieleza katika namna ile ile. Vicheko vikaibuka. Lakini hali ilikuwa tofauti kwa Mikidadi, ambaye aliona kijana yule wa rika lake kama anamfanyia uchuro. Huyu si mzima. Mzee mmoja akasema, kabisa, vijana wa siku hizi wameharibika sana na bangi. Mwingine akashadadia, huyu mtu katumwa huyu. Haiwezekani anifanyie uchuro na kiasi hiki. Mikidadi akahamaki. Hebu tulianeni jamani, tulieni kwanza tuendelee kumuuliza. Mzee mmoja akawatuliza. Umesema ulikuwa unaelekea wapi vile? Tanzania, Amos akajibu. Macho na uso wake vilionyesha alikuwa akitambua kitu anachokizungumza. Tanzania ndio wapi? Hamuijui Tanzania? Na yeye akawauliza kwa mshangao. Hatupajui, walijibu. Tanzania ni nchi ipo bara la Afrika, ukanda wa Mashariki. Si mnaona sasa? Ndio maana ninawaeleza huyu kijana ni mwehu. Tangu lini Afrika Mashariki kukawa na nchi inayoitwa Tanzania? Nijuavyo mimi huko kuna nchi iitwayo Tanganyika. Hapana jamani, Tanganyika ilikuwa zamani ikiwa bado haijaungana na taifa la Zanzibar, lakini baada ya mapinduzi ya Zanzibar, nchi hizo ziliungana na kuunda nchi ya Tanzania, Amos alilalamika. Kwa hiyo mwenzetu huu ni mwaka gani? Mzee mmoja akahoji kwa dhiaka. Huu ni mwaka 2017. Jamani, tutawanyike, hapa hakuna mtu timamu, bali mwenda wazimu tu. Mwaka 1960, yeye anasema 2017. Karne ambayo hatudhani kama tutafika huko. Mzee alionekana kama kiongozi, alisema. Wakaondoka wakimwacha peke yake. Amos akachoka. Alishindwa kutambua eneo lilokuwa ameangukia ni dunia gani. Alijiona yuko kuzimu. Hakujua ni namna gani ataweza kurudi katika dunia yake. Kule alikokuwa kule kulitisha. Basi jamii aliyokuwa huko ilikuwa ikiishi katika mwaka 1960. Amos aliendelea kuzungumza na kujiuliza maswali peke yake. Ina maana huu ni mwaka 1960 kwao. Watu waliokuwa wakipita karibu yake walimsikia kwa kuona na kumuona mwenda wazimu aliathiriwa na matatizo labda matumizi ya madawa kulevya. Jua la jioni nalo lilikuwa likishilizia sasa. Katika kijiji hicho, wanakijiji walionekana kutokujali balaa na maafa yaliyosababishwa na moshi ule wa ajabu. Kimuonekano ni kama vile walikuwa wameishazoea kadhia ile ya maishani mwao. Taratibu, nuru ikaanza kumezwa na giza. Watu nao wakawa wanapotea taratibu na kujichimbia katika makazi yao. Amosi alitambua muda si mrefu usiku utaingia. Akaiona changamoto ya kupata mahali pa kujihifadhi kwa siku hiyo. Ndiyo, nani angekubali kumfadhili malazi mwenda wazimu? Alilitambua jambo hilo. Akaona kuna kila sababu ya kufanya kitu hapa. Ni jambo gani afanye ili amshawishi mtu na aweze kumfadhili mwenda wazimu sehemu ya kuishi kwa usiku huo?
Lilikuwa ni jambo gumu lililohitaji utulivu wa fikra ili apate uwazo kabla ya kuingia katika utekelezaji wake. Aliangaza katika vijumba vilivyokuwa vimepangana ovyo, akavutiwa na nyumba moja kubwa iliyokuwa imezungushiwa uzio wa makuti, huku kando kukiwa na zizi dogo la mbuzi. Akaikabili nyumba hiyo. Alibisha hodi mara mbili, akasikia kiitikio na sauti mchanganyiko za watu waliokuwa nyuma ya nyumba hiyo. Muda mfupi baadaye mlango ulifunguliwa. Hakuamini aliyekutana naye. Alikuwa ni mama yake, Bi Greta. Alibaki wakiangaliana. Msichana yule alimwangalia Amosi katika namna ya kulalahishwa na matendo ya mtu huyo anayedai kwamba yeye ni mama yake. Amosi alitambua ni lazima atumie njia yoyote awashawishi watu hao kumpa hifadhi. Alijua kuendelea kung'ang'ania kama wazazi wake hakuwezi kumsaidia chochote. Sikutegemea kama nyumba hii ningewakuta nyinyi. Sema shida yako. Greta alimkatisha kwa ukali, huku akimkata jicho baya. Kabla Amosi hajaendelea, Mikidadi akatokea, na yeye akashangaa kumkuta kijana yule. "Wewe shida yako nini?" "Naombeni ni jambo moja tu," Amosi alisema haraka haraka. Dalili ya amani kutoweka ilionekana kwa watu wale. "Shida gani?" "Nisaidieni sehemu ya kulala." "Kwa nini hapa na sio nyumba nyingine?" Mikidadi alisema kwa ghadhabu. Dhamira haikuwa kwenye familia hii. Imetokea tu. "Unadhani kwa nini unatakiwa nikukaribisha katika mji wangu?" Mikidadi aliendelea kumuuliza maswali ya papo kwa hapo. Alionyesha kuchukizwa na ung'ang'anizi wa mtu yule aliyeibuka katika kijiji kama mzimu. "Nisaidie kwa sababu mimi ni mgeni hapa. Niko katika matatizo makubwa sana. Sijui niko wapi na ninakoelekea sipajui," Amosi alizungumza. Basi Mikidadi na Greta walimtizama kijana yule wa rika lao usoni. Waliona uso uliohitaji msaada, uso wenye mashaka na wasiwasi, lakini pia waliona uso wa kijana wa kisasa. Walitatizika kwa jambo moja tu, madai ya mtu yule. Ukimya wa muda mfupi ukapita. Umeona eh? Basi Mikidadi akashusha pumzi nyingi tu, halafu akamuuliza swali jingine tofauti. "Kwa nini unasema sisi ni wazazi wako ili hali tunalingana kiumri?" "Sijui. Na niseme tu sitambui ni kitu gani kinatokea maishani mwangu. Kwani si hilo tu. Ulitako lipo jingine linaloniumiza zaidi kichwa changu." "Lipi?" "Ni kuhusu Amos, huyu mtoto wenu." "Huyo ni mimi mwenyewe, namaanisha mimi na yeye ni mtu mmoja." "Nini?" Mikidadi na Greta wakauliza kwa mshangao. "Ndiyo." "Kiba, Kiba, we Kiba," Mikidadi alipaza sauti kuita. Wakati akiwa anaita jina hilo, Amosi aliendelea kustaajabu. Alimtambua mtu huyo aliyekuwa akiitwa ni kaka yake. Kiba alitokea. Naam, kwa mara nyingine Amosi alipigwa na bumbuwazi baada ya kumuona mtu yule. Alikuwa ni kijana mdogo lakini alimtambua. Alikuwa ni kaka yake halisi Kiba. "Utamuonyesha sehemu ya kulala kule zizini," Mikidadi alisema, akionyesha kutotaka tena kusikiliza upuuzi wa mtu yule. Akili yake iliendelea kuamini mtu huyo ni mwenda wazimu tu. Basi baada ya kukabidhiwa kwa Kiba, hakuna tena aliyepoteza muda wake kuzungumza na Amosi. Walirejea ndani kumalizia sehemu ya siku hiyo. Amosi aliongozana na Kiba hadi kwenye zizi dogo la mbuzi, ambalo ndani yake kulikuwa na kitanda cha kamba kilichotengenezwa kwa ustadi sehemu ya juu, kikiwa kimetandikwa kwa ngozi ya ng'ombe. Akasema, "Utalala humu?" Kiba alimwambia. "Asante Kiba. Hivi kweli hata wewe hunijui? Nikujulie wapi? Kwani wewe ni nani? Mbona sijawahi kukuona hata siku moja?" Basi. Inatosha mtoto mzuri. Nashukuru kwa ukarimu, sawa?" Amosi alisema ili kuwaso. Hakupenda wazazi wa mtoto yule watambue kama aliendelea kuendelea mambo yake kwa mtoto yule. Basi wakati huo tayari giza nene lilikuwa lishatanda. Kichwa cha Amosi kilikuwa kimegubikwa na mawazo lukuki. Lakini katika kuwazawaza huko, akabaini jambo moja ambalo lilimstua tena vibaya sana. Alitambua siku hiyo ilikuwa ni siku ya 4
tangu amepata ajali, na alikuwa hajala chochote. Ajabu, hakuwa na njaa wala mwili wake haukuonyesha kudhoofu. Nafsi yake ilikiri kulikuwa kuna miujiza isiyo ya kawaida ilikuwa ikipita kwenye maisha yake. Alilia kimya kimya, hofu na mashaka ilimtawala. Alisalimu amri na kukubali kwamba kulikuwa na uchawi wa ajabu mno uliokuwa ukipita maishani mwake. Basi hakujua usingizi ulimpitia muda gani. Alilala huku ndoto za ajabu zikipita kichwani mwake. Alizinduka mapema alfajiri. Akiwa bado hajapata uimara wa akili, kwa mbali akasikia sauti ya mtoto mdogo ikimsulia kitu. Alitambua sauti hiyo ilikuwa ya Amosi, yani yeye mwenyewe, na kitu alichokuwa anasimulia mtoto huyo ni ndoto alizoota usiku. Ajabu ni kwamba ndoto zile zilikuwa zikisimuliwa ndizo ndoto alizoota yeye mwenyewe. Mauzauza yale yaliendelea kuikoroga akili ya Amosi vibaya sana. Hakujua mantiki ya yeye kukutana na mazingaombo yale ni nini. Akiwa bado amejikunyata ndani ya zizi lile, sauti ya mtoto yule aitwaye Amosi iliendelea kusikika ikisimulia kutokea nje ya zizi alimokuwa amelala Amosi. Alikuwa akimsimulia juu ya ndoto alizoota usiku wa kuamkia siku hiyo. Ndoto ambazo Amosi pia aliziota yeye usiku. Bi Greta na mumewe hawakuonekana kama ni watu wenye kujali masimulizi ya mtoto yule, walipuuza. Hata yeye mwenyewe alijipuuza. Kamwe hawakutambua kama tukio hilo lilikuwa likiikoroga akili ya Amosi aliyekuwa bado amejilaza kivivu katika kitanda cha kamba ndani ya zizi lile. Kama ilivyo kawaida, siku mpya iwadiapo, pilika na heka za huku na kule ziliendelea. Amosi alijiondoa kitandani na kutoka nje ya banda lile. Habari za asubuhi, Amosi alitoa salamu baada ya kutoka nje ya banda. Salama, hujambo? Mikidadi na Greta waliitikia kwa pamoja, si jambo. Bila shaka tumetimiza majukumu yetu kama binadamu, Mikidadi alisema, kisha akaendelea. Ni jukumu lako kuangalia maisha sehemu nyingine sasa. Alizungumza, uso wake ukionyesha kutohitaji ukaribu na mtu yule tena. Amosi alitikisa kichwa kinyonge kukubaliana na maneno yale. Basi, kila laheri kijana, akasema tena bila kumwangalia usoni. Basi, naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Mateso ya Kuzimu. Na kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, ninakukumbusha usisahau kusubscribe ili uweze kuona video zingine mpya tutakazozileta. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.